Mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Nasoro Saadun aliingia katika kipindi cha pili dakika 67 baada ya kutoka kwa Selemani Zidane, ndiye aliyewasababishia msiba wekundu wa Msimbazi Simba kwa siku ya leo hii baada ya kutoa assist 2 na kuiwezesha klabu yake ya Azam kupata ushindi mnono wa mabao 2-0 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi kali, mechi ya kuvutia kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, na hivyo kuiwezesha timu yake kupanda kutoka nafasi ya 3 kutoka mkiani kabla ya mchezo wa leo hadi kufikia nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikifikisha pia pointi 9, huku mabao yake ikiongezeka kutoka mabao 4 waliofunga hadi kufikia mabao 6, yenyewe ikiruhusu mabao 2 tu. Lakini ushindi huo wa Azam dhidi ya Simba pia uliifanya wekundu wa Msimbazi Simba wawe katika nafasi ya 5, lakini wakiwa wamebaki na mabao 11 waliofunga, huku wakiongeza mabao ya kuruhusu kutoka bao 1 na sasa kufikia mabao 3. Hali kadhalika wekundu wa Msimbazi Simba, timu ambayo ndiyo pekee iliyokuwa na ushindi wa 100% baada ya kucheza mechi 4 ikishinda zote na kufikisha mabao 11 ikiruhusu bao 1, sasa imepoteza mchezo 1. Mechi 5 ilizocheza imebaki kuwa na pointi zake 12, iko katika nafasi ya 5. Katika mchezo wa leo hii wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa na kocha Suleiman Matola, huku Azam chini ya Flora Ibenge, wote kwenye vikosi vyao kwenye mfumo, kwenye makaratasi ilionekana kwamba baada ya golikipa kulikuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Simba leo hii iliyokuwa ikicheza nyumbani kikanuni kwenye uwanja wa Mkapa ilianza na Steven Desemukwala kama mshambuliaji kinara, wakati Azam wakianza na Gift Kitambala Bola. Lakini katika dakika 45 za kipindi cha kwanza ni Simba ndio ilionekana kwa juu zaidi, ikimiliki mpira zaidi kwa 53% kulinganisha na 47% za Azam, lakini ni Simba ndio iliyokuwa imepiga mashuti mengi zaidi ya kulenga shabaha, ikipiga mashuti 4 dhidi ya mashuti 3 tu ya Azam katika kipindi ambacho Eli Mpanzo Kibisawala shuti lake dakika ya 8 ni miongoni mwa mashuti ambayo yalikaribia kuwapa furaha mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Shuti zuri la mguu wa kushoto la umbali likaenda kugonga nguzo, licha kwamba lilishamshinda golikipa Zuberi Foba wa Azam, lakini halikwenda wavuni. Mpira uliorejea uwanjani, Steven Desemukwala akapiga nje. Lakini ni katika kipindi ambacho Gift Kitambala Bola alikuwa amepiga kichwa cha hatari ambacho kilimlazimu golikipa Yakub Suleiman kuokoa katika tukio ambalo pengine Azam walikuwa na fursa ya kupata bao. Lakini pia Gift Kitambala Bola ambaye kabla ya mchezo wa leo rekodi zinaonyesha kwamba katika mechi 4 walizocheza Azam alikuwa amepoteza nafasi 5 za wazi za kufunga. Leo alikuwa mwiba mchungu kwelikweli kwa walinzi wa wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwemo Wilson Nangu, Shamu Karabu, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, kutokana na namna ambavyo alikuwa anasimama kwenye maeneo sahihi na kufanya majaribio ya kufunga. Mpaka kufikia mapumziko, katika mashuti waliopiga Azam ya kulenga shabaha, yeye alipiga mashuti 2. Hata hivyo Yakub Suleiman alikuwa kwenye kiwango bora kucheza michomo yote hiyo. Eneo la kati Simba Azam kulikuwa na migongano mingi kwa sababu viungo wanaofahamika kwa ulinzi zaidi walikuwepo katika maeneo hayo. Azam walikuwa na Sadio Kanuti, walikuwa na Hemidi Mao Mkami, wakati wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa na Yusuf Kagoma, walikuwa na Alassane Maodo Kante. Katika kipindi cha pili timu zote ziliendelea kushambuliana kwa zamu, lakini kufikia dakika 67 mabadiliko yaliyofanywa na Flora Ibenge kwa kumtoa miongoni mwa washambuliaji wake kutokea pembeni Selemani Zidane na kuingia kwa Nasoro Saadun ilimfanya awe na washambuliaji wa kiasili 2, kwa maana Saadun pamoja na Gift Kitambala Bola. Lakini alikuwa pia na Idi Nado alikuwa kwenye kiwango bora, lakini pia alikuwepo na Faisal Salum Feitoto. Katika mabadiliko aliyofanya kwenye muda huo dakika 67 ilikuwa pia ni pamoja na kumtoa Kanuti na kumuingiza Akamenko. Yapo mabadiliko mengine kadhaa yakiwemo aliyofanywa na wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwemo kuingia kwa Jonathan Soa kuelekea mwishoni mwa mchezo, lakini ni Azam ndio waliokuwa hatari zaidi. Baada ya mabadiliko hayo walihamisha umiliki wa mpira wao, kwa ujumla ndio waliokuwa kimiliki zaidi, kwa sababu mpaka mechi inakamilika kwa overall, kwa wastani walikuwa kimiliki mpira kwa 53% sasa, huku Simba 47%.
kinyume na vile ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Lakini ni Azam ambao katika kipindi cha pili walifanya mashambulizi mengi zaidi, kiasi ya kwamba mpaka mechi inakamilika Azam walikuwa wamepiga mashuti 7 ya kulenga shabaha, kulinganisha na mashuti 4 tu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Katika mashuti hayo yaliyolenga shabaha ndipo yakazaa mabao. Katika dakika 81 Nasor Saadun alitoa assist safi, assist nzuri ambayo ilitumiwa vyema na Jephte Kitambala Bola kuipa Azam bao la utangulizi, ikitokana na mpira wa kujibu counter attack ambao Azam walionekana kuwa wakali zaidi katika kipindi cha pili, hasa kupitia kwa huyu Nasor Saadun. Katika dakika 89 kuelekea mwishoni mwa mchezo, Azam wakafunga bao la pili, safari hii assist ikitolewa tena na Saadun, huku mmaliziaji akiwa Idi Nado aliyepiga shuti zuri lililomshinda golikipa Yakub Suleiman na kuipa Azam bao la pili. Mpaka mwisho wa mchezo Azam wakipata ushindi huo mabao 2-0, huku Nasor Saadun aliingia katika kipindi cha pili akiibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo kutokana na kile alichokionyesha, akisumbua zaidi walinzi wa Simba kwa kasi yake katika eneo la kushoto, lakini akipiga kwa usahihi mipira kwenda kati. Katika tukio lingine ilikuwa chupu Nasor Saadun aiwezeshe Azam kupata bao lingine, akipiga shuti la umbali mrefu badala ya kuchukua chaguo la kutoa pasi kwa wenzake kina Jephte Kitambala Bola pamoja na Idi Nado, katika tukio ambalo pengine wangekuwa na utulivu walikuwa wafunge bao lingine, lakini shuti lake la umbali mrefu kali lilidhibitiwa vyema na golikipa Yakub Suleiman wa wekundu wa Msimbazi Simba. Simba leo hii pamoja na kupoteza mchezo huo, zipo nyakati kadhaa ambazo walicheza vizuri, lakini unaweza kusema pia bahati haikuwa upande wao, kwa sababu miongoni mwa wachezaji walikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii walikuwa ni Eli Mpanzu Kibisawala. Licha ya kugongesha nguzo katika dakika ya 8 ya mchezo, lakini dakika 47 Eli Mpanzu Kibisawala alipiga shuti lingine zuri lilimshinda golikipa Zuberi Foba wa Azam, lakini likaenda kugonga mtambaa panya katika miongoni mwa kosa ambazo Simba walikuwa nazo kwenye mchezo wa leo. Lakini mwisho wa siku Azam wakapata ushindi waliostahili kutokana na kiwango bora walichokionyesha. Kilichowabeba zaidi Azam leo hii ni pamoja safu yao ya ulinzi ilikuwa ikicheza kwa ushirikiano mzuri sana, hasa kwa Yoro Diaby pamoja na Landry Zuzu. Lakini vile vile viungo wao hata waliokuja kuingia kipindi cha pili, kwa maana Kaminko alichukua nafasi ya Kanuti, walitoa ushirikiano wa kutosha kwa walinzi wao, lakini pia golikipa Zuberi Foba alichangia kwa kiasi kikubwa ushindi wa Azam kwa kudaka michomo hatari iliyoelekezwa na washambuliaji wa Simba katika yale mashuti yaliyolenga shabaha. Lakini vile vile mabadiliko yaliyofanywa na kocha Flora Ibenge katika kipindi cha pili kwa kuhakikisha kwamba anakuwa na washambuliaji wawili, kwa maana ya Saadun alikuwa akitokea pembeni kushoto, lakini Jephte Kitambala Bola, kwa pamoja walisaidia kwa kiasi kikubwa kuivuruga safu ya ulinzi ya Simba na hatimaye kupata matokeo waliostahili. Jambo lingine ambalo hili ni chanya kwa Azam ni kwamba mshambuliaji wao Jephte Kitambala Bola, top scorer namba 2 katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita, leo hii alikuwa kwenye kiwango bora zaidi. Inafahamika wazi kwamba Jephte Kitambala Bola katika mechi zilizopita 4 za ligi kuu Tanzania bara, lakini pia 2 za kombe la shirikisho barani Afrika, sehemu mojawapo iliyokuwa ikimkwamisha ni juu ya kuweka mpira wavuni, kwamba alikuwa anacheza vyema, anasimama eneo sahihi, mipira anayopata kutoka kwa wenzake kama Faisal Salum Fei Toto alikuwa haitendei haki kwa kukosa. Lakini leo hii alikuwa kwenye kiwango bora sana, kwa sababu kama isingekuwa umahiri wa Yakub Suleiman pengine Azam wangepata mabao zaidi. Lakini mechi inakamilika, miongoni mwa mabao mawili, bao lile la awali la dakika 81 alilifunga yeye zuri sana. Leo alikuwa kwenye kiwango kizuri, hasa namna alivyokuwa akiungana na wenzake, kuunganisha mipira ya mashambulizi, wakati mwingine akitoa zile zinaitwa wall passes, pasi ambazo anakuwa ameelekea kwenye lango lao na kutoa pasi kwa wenzake akina Idi Nado, kwa kina Faisal Salum Fei Toto, na hata alipoingia Nasor Saadun alikuwa kwenye kiwango kizuri, lakini Saadun alikuwa bora zaidi na kuwa mhimili wa ushindi wa Azam leo hii. Kilichowabeba kingine ni juu ya mapambano. Mipira 50-50 kama ilivyo ada kwa timu zinazoshinda ni kigezo kimojawapo. Azam walikuwa vizuri sana kwenye eneo hilo, lakini pia pale palipohitaji umiliki wa mpira walifanya hivyo, hasa mipira iliyokuwa ikipita kwenye njia kwenda kwa Faisal Salum Fei Toto. Simba walikuwa na mambo mengi mazuri, lakini kwenye kuzuia, hasa dakika 10 za mwisho, ili waathiri, na ndio maana Azam wakapata mabao mawili safi waliowapa ushindi. Ni kwa sababu walikuwa
hawajajiorganize vizuri kuelekea mwishoni mwa mchezo. Walikuwa wakati Azam wakifanya mashambulizi ya kujibu, Simba hawakuwa kwenye idadi sahihi katika kuzuia, na hata waliopo walijikuta wakiwa katika maeneo ambayo wanakosa uthabiti ule wa kuwa kama unit kwa pamoja kuzuia mashambulizi ya Azam. Mwisho wa siku wakapoteza mchezo huu. Kazi ya Flora Ibenge kuendeleza kile alichokionyesha leo hii, kwa sababu kabla ya mchezo wa leo Azam walikuwa wamecheza mechi 4, wakishinda mchezo mmoja, wakitoa sare mechi 3, wakiwa na pointi 6 kati ya 12, performance ya 50%, wakifunga mabao 4, wakiruhusu mabao 2, na kujikuta wakiwa nafasi ya 3 kutoka mkiani kabla ya mchezo wa leo. Sasa kuna mambo ya kufanya Flora Ibenge, kubwa ikiwa ni kudumisha kile alichokionyesha leo hii dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba chini ya Matola leo hii walikuwa wamekutana na wakubwa wenzao, wakashikwa katika maeneo muhimu, mwisho wake wakapoteza mchezo. Miongoni mwa mambo ya kufanyia kazi ni pamoja na namna wanavyoshambulia na kutumia nafasi kwa usahihi, lakini pia kudumisha uimara katika kuzuia as a unit kama timu kwa pamoja dakika zote 90 za mchezo, kwa sababu kuanzia dakika 80 mpaka mwishoni mwa mchezo Simba walionekana kulegalega katika mbinu za kuzuia na kumfanya golikipa Yakub Suleiman awe busy zaidi, na mwisho wake wakawapa nafasi Azam kupata ushindi waliostahili wa mabao 2-0. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.